Kuna nyumba nimetoka. Kuna binti ambaye anahitajika aolewe. Sasa umekuja kuniambia mimi niwe kama mshenga au mimi niwe nani? Sijamaanisha kwamba wewe ni mshenga. Yaani kwa matamko yao wazazi wamekuchagua wewe ni uwe mume wa huyo binti. Hatuna jinsi. Na uzuri huyo binti sio kwamba utaanza naye kwenye ndoa. Kwa hiyo ni rahisi sana kuficha aibu yako. Karibu shemeji. Asante sana. Maana mara zote nikisikiaga tu simu yenu inaita, nasema kimeshanuka. Haya, nimewasili sasa. Niambie kuna kitu gani kinachoendelea baina yako wewe na mume wako? Shemeji, wewe unajua mimi jinsi ninavyompenda ndugu yako. Lakini katika hili mimi naelekea kushindwa na kunyoosha mikono juu. Kwanza kuna kitu gani ambacho yani kinakufanya mpaka wewe unaanza kulopoka maneno hayo? Ina maana kuna jambo kubwa mpaka wewe unaongea hayo? Mimi sielewi kinachomfanya ndugu yako akaoe mke wa pili. Na aliyakuwa mimi kila ninachokitaka nampa. Kitu gani kinachomfanya yeye atoke hapa aende akaoe? Nini? Kuna jambo lingine au ni hilo la Sudi kutaka kuongeza mke mwingine? Kwa hiyo wewe shemeji, hilo jambo umeliona dogo, si ndio? Mimi naliona dogo kwa sababu hata Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad wanasema jitahidi mtu kama alijali uoe mke zaidi ya mmoja. Sasa wewe domo linakulepetuka kanya manyongeza kwenye bucha la utumbo inakuaje? Asante kwa hilo. Na mimi nitakuwa bega kwa bega na bwana Sudi mpaka ili jambo alitimize. Kama kuna kingine sema, ila kwenye hilo utaonekana tu na gubu. Jambo la heri si vyema tulicheleweshe. Hebu niambie, ugumu uko wapi ili niweze kukusaidia? Ni kweli kakaangu, hilo swala naloliongea ni muhimu sana kwa mdogo wangu. Ila kuna muda natamani kukuambia ukweli ila nashindwa. Unataka kuniambia kijana amepata mwenzie anataka kumuoa? Sio kitu rahisi kakaangu kukuambia. Ila kwa kuwa nakuamini, inabidi tu nikwambie. Ukweli mdogo wangu hawezi kushiriki tendo na mwanamke yeyote. Cha kwanza, hujawahi kukosea jambo lolote. Unajua ninavyoona kwamba unapelekeshwa na akili za mkeo, nashindwa kuelewa. Umeelewa bwana? Lakini kitu ambacho kimenileta chingine kigumu na kichungu, kusikia mkeo hataki wewe uoe mke wa pili. Yaani hicho kitu kwanza kimenitia jamba. Nikasema ngoja niende huko. Kwa sababu ndugu yangu tangu tumezaliwa tunafanana akili mpaka muonekano. Kasoro tu unaonekana una akili timamu. Mimi mtu akiniangalia tu yes, huyu mtu yuko sawa. Kwa sababu tu ongeongea yangu. Nisikilize bwana. Kama unataka kuoa simamia hapo. Haya umeshatoa barua au bado? Kiukweli bado. Na kwa vile umekuja nahisi kila kitu kitenda sawa. Na haya yote nimeona nisifanye peke yangu. Kwa sababu mara zote wanasema kidole kimoja kivunji chawa. Madhali umefika na imani kila kitu kitaenda vizuri kabisa. Sawa, hapo cha kwanza niulize. Huyo binti kwanza anakaa wapi? Lakini pia unielekeze hata jinsi alivyo. Isije tena nikaenda pale naanza kushoboka nalopoka kumbe mama yake mzazi. Maana mimi mama siku hizo nakuta mama kanona kama mtoto mdogo. Kwa hiyo nielekeze ukoje na kwa wapi?
Binti ni mdogo mdogo, lakini kuhusiana na kupajua kwao usitie shaka. Mimi nitafanya na ulijua na kwao utapajua kabisa. Umeelewa bwana? Madhali umefika, kila kitu kitaenda kama kitakavyopangwa. Basi hilo limeisha, nakwambia. Vipi? Nakwambia mimi ndo Kingunge. Umeelewa bwana? Walivyoniita Kingunge hawajakosea. Ina maana nikilitaka langu linaenda. Mimi mguu wa moto kabla hujapoa, nataka nielekee huko nyumbani kwao, nikajue mbichi na mbivu. Binti tunampata au hatumpati? Umeelewa bwana? Haya, nina swali moja. Utakuwepo hapa nyumbani kwa muda gani? Kwa kuwepo mimi nitakuwepo tu baba. Kwa kuwepo nitakuwepo. Wewe ushawahi kuona mgonjwa anakubali kuondoka hospitali kila slice? Yaani migonjwa siku hizi unakuta mtu kashapona, lakini akiwaza ndugu, akija anakuja na vipaja, matunda, ulaiani matunda hakuna. Sasa wewe kwa akili yako mimi nitaondokaje kwako? Yaani mimi hapa ninakaa najifanyana suluhisha migomvi ya ndoa, kumbe ninasubiria kula. Simuona alivyokonda mwenzio. Na konda mwili, lakini sehemu zingine ziko vile vile. Basi wewe karibu kaka. Hapa jisikie uko nyumbani, hapa ni kwangu, kwangu mimi ni kwako. Hakuna kitakachoharibika. Mama Rehema, leo kuna ukweli wa mambo nataka nikueleze. Ukweli gani huo Mangala? Kiukweli mjomba wangu Nendeme sio mtu mbaya kama unavyozani, bali ni wivu wa mapenzi ndio unamsumbua. Wivu wa mapenzi? Sasa hapo na binti yangu anahusika vipi? Mbona kama mnataka kuichezea akili yangu? Mume wa Nendeme anataka kumwoa binti yako awe mke mdogo. Hapo ndio chanzo cha matatizo. Mbona sio rahisi kuamini? Inawezekana vipi Sudi amtake binti yangu? Binti ambaye hajafuzu hata mafunzo ya unyagoni. Utamu wa maharage sio sawa na matembele. Alikuwa jambo baya, lakini mwanao ni binti mdogo, hawezi kuhimili mikiki ya wakiwenza. Na ndio maana nikakwambia binti yako lazima aolewe, ili Sudi asiweze kumfuatilia. Sawa, nimekuelewa. Mateso ndugu yangu, huu ni wakati wako wa ushindi. Na mimi kama dada yako sitakubali hili jambo liishie hivi hivi. Na ukizingatia yule binti ni mzuri, anafaa kabisa kuwa mkeo. Dada, mimi sina la kusema katika hili, ila naomba usimame na mimi mpaka mwisho wa huu mtihani. Usijali ndugu yangu, mimi niko sambamba na wewe. Na nitahakikisha hili jambo lazima lifanikiwe. Hivyo hapa, kuna sehemu naelekea. Yote hiyo kwa sababu yako. Sawa dada, wewe ndo tumaini langu la mwisho. Na imani siri yangu ni siri yako. Aibu yangu ni aibu yako. Na kuamini wewe tu. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha hapa salama. Karibu babangu. Asante. Nimekuja hapa, cha kwanza kabisa nisizunguke sana. Mimi nimekuja kutimiza wajibu wangu nikiwa kama mshenga. Binti yako ameonekana, na ameonekana kwenye macho ya wanaume wenye maono. Kiufupi ni kwamba mdogo wangu anahitaji kumtolea posa. Niseme tu umeshachelewa babangu, kwa sababu mwanangu tayari ameshatolewa posa. Ni mchumba wa mtu, hivi karibuni anakaribia kuwa mke wa mtu. Kwa nikupe pole tu, umechelewa. Ila karibu baba, karibu hata upate maji. Mzee Marundo, bora nimekukuta hapa. Nilikuwa na shida kubwa sana.
Una tatizo gani? Mzee Malundo, sijui nianzie wapi, lakini shida yangu ni kubwa sana ambayo inamsumbua mdogo wangu. Kiufupi, mdogo wangu hawezi kuishi na mwanamke akampa ujauzito, wala hawezi kuwa na mtoto. Kwa hilo tatizo linatusumbua sana familia. Na hivi ninavyokuambia Mzee Malundo, kuna binti anataka kuolewa kwenye familia yetu, lakini inashindikana. Ataolewaje? Tutazalilika sisi, sababu akija lazima siri yetu itajulikana. Kwa hiyo mimi ninachohitaji Mzee Malundo, unisaidie, umtimie mdogo wangu, at least aoe na sisi tupate watoto, niitwe shangazi. Hilo limeisha, na umefanya vizuri kuja mapema kwangu. Bahati mzuri umenikuta naenda kuchuma madawa. Hata hivyo nikirudi huku nitakuomba uje Kilingeni, na nakuomba umlete huyo ndugu. Tutapofanya haya, ila yeye mwenyewe anaona, na ikiwezekana kwamba aanze kutumia hiyo dawa. Nashukuru sana Mzee Malundo. Sasa wewe niambie kiasi ambacho unataka, sababu mimi niko tayari, nimejipanga kwamba chochote unachokitaka, kiasi chochote nitakupatia, ili mradi tu mdogo wangu apone, ili tatizo liishe, kwa sababu linatuumiza sana. Hapana, mimi sihitaji pesa. Mimi sihitaji pesa. Isipokuwa tu wewe utakachoona kwamba hiki kinaweza kikamsaidia. Ukinipa mimi nipo, nitashukuru. Nitafurahi sana. Sasa Mzee Malundo, kama unahitaji pesa, unahitaji nini? Mbona nashindwa kukuelewa? Hapana, usishindwe kunielewa. Ni kiasi ambacho utakachoona kwamba hiki hapa nikimpa Mzee Malundo kitamtosha au kitamfaa, basi unipe tu. Nitafurahi. Sawa Mzee Malundo. Bila shaka huko ulipotoka kuna furaha umeipata. Hebu naomba unishirikishe na mimi ili niweze kufurahi. Hakuna cha usawa wowote, hakuna cha usawa. Kwanza laiti kama ningejua nisingekuja, kwa sababu hii aibu kweli kweli. Haiwezekani mimi natoka hapa mguu mosi mguu pili, tumbo kako bala kinyozi, naenda kufanya mambo ya kipumbavu. Nimemind kweli kweli. Lakini mbona sikuelewi? Unamaanisha nini? Mimi nimeenda mpaka pale kwa yule mama wa binti, nikasema hapa hakuna kumficha. Ni moja kwa moja direct kama fupa la nguruwe limeingia kwenye mdomo wa mtu Mkristo. Umenielewa bwana? Nimeenda pale naongea naye kwamba binti yako 1 2 3 najilimbwasa, nasema yes, naonekana mimi ndo mtu wa maana, nimeenda na mkanzu wangu. Mwisho wa siku yule mama ananiambia vipi? Ananiambia binti yake tayari kashaposwa. Habari unayo? Lakini inawezekana vipi? Inawezekanaje mwanamke ambaye mimi nataka kumoa kaolewa na mtu mwingine? Mbona sikuelewi? Mimi ndo kitu kimenikausha mate. Nasema hivi, nimemind vibaya mno. Sasa cha kufanya, wewe usiwe na shaka. Wewe usiwe na shaka, tulia hivyo hivyo. Tulia hivyo hivyo. Mimi kuna kitu nakifanya. Yule ambaye nataka kwenda kumposa, nampiga jini mpalasu muda wote, anaona palaswa. Hatosimamisha maisha yake milele. Maisha yake milele hatosimamisha akili zake.